Vile mambo yalivyo huwezi kuamini. Rais William Ruto akiwa Ikulu anapoendelea na majukumu yake kama rais, ametangaziwa hali hatari. Nani amemtangazia hali hatari na inamaanisha nini? Tumsikize gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata vile anatuma ujumbe mbaya na kumtangazia Ruto hatari Ikulu. Pia nikaona kwa mafikra ya serikali ya UDA wakafikiria wacha wakujie wafuasi wa ODM ili waweze kujaribu kucompensate zile kura ambazo ziko region yetu ambazo zimepotea. Lakini pia watu wa ODM wengine wakaingia serikali, wengine wakaona opportunity ya kutafutana hizo kura milioni 4 washikamane, na hapo ndipo Sifuna amekujia akaona mwenya. So wakati niliona President Ruto amekosana na Wamunyoro, nikaona hapa iko shida, kula 4 million zimepotea. Ndiposa nikifanya hesabu zangu haziingiani katika pande ya UDA. Iko shida na Gen Z, iko shida hapa Western, lakini iko shida Mlima, iko shida Lower Eastern, iko shida Kisii, iko shida hata kule kwa ziwa. Usiniambie Bobu Owino ama Orengo hawana hata kibaja fulani. Hiyo naona ni shida kubwa sana kwa wale ambao wako kwa mlengo ule mwingine. Ukweli ni kwamba huyu kijana Sifuna ametoka wakati iko opportunity kubwa ya kwenda mbele. One ni kijana. Saizi kuko na msukumo wa vijana wa Gen Z. Ako katika jamii ambayo ni kubwa mno. Basi mimi pangu nikitumia akili yangu kidogo, huyu kijana anaenda mbali. Sauti hiyo ni ya Irungu Kang'ata ambaye wakati mmoja alikuwa mwandani wa kisiasa wa Rais William Ruto. Lakini sasa hivi amemtangazia Ruto hatari, huku akisema ya kwamba Edwin Sifuna ndiye anaenda kushinda kiti cha urais katika uchaguzi ujao wa 2027 kufuatia vile anakaribishwa kila mahali. Na anasema ya kwamba Ruto anaenda kupoteza, anadai hivyo, kwa sababu kura za eneo la Mlima Kenya hazipo baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kufukuzwa kutoka serikali ya Rais William Ruto. Na Ruto hakuzuia wabunge, Ruto hakuzuia maseneta waachane na masuala ya kumshughulikia Rigathi Gachagua kumuondoa serikalini, ila tu aliweza kutoa kibali na akakubalia wabunge na maseneta kumfukuza Rigathi Gachagua. Sasa ndio maana anasema yeye ndio haelewi sana, lakini wakati anapiga mahesabu hapa na pale, ODM haiwezi kumsaidia kwa sababu uwepo wa James Orengo kutoka eneo la Nyanza na Babu Owino na viongozi wengine kutoka eneo la Nyanza inamaanisha ya kwamba wengi wataenda chini ya mwavuli wa Linda Mwananchi ambao unaongozwa na Edwin Sifuna. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana kwa Ruto kushinda uchaguzi wa 2027. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele. Irungu Kang'ata alichaguliwa chini ya chama cha Rais William Ruto, chama tawala, chama cha UDA. Lakini sasa hivi amegeuka na kutangazia Ruto hatari kwamba hawezi kupenya katika uchaguzi ujao wa 2027. Hii inamaanisha nini? Irungu Kang'ata supports Linda Mwananchi movement. Siku ya Ijumaa, Irungu Kang'ata alionekana hadharani akiwa na Edwin Sifuna kwa ziara yao rasmi ya Linda Mwananchi ambayo ilifanyika katika eneo la Kisii. Walienda pale Musocho, wakaenda pale Kisii, watu wakajaa kila mahali. Kila mahali watu walijaa, huku wengi wakimba sisi ndio Sifuna, Sifuna ndio sisi. Kumaanisha ya kwamba Irungu Kang'ata yeye mwenyewe ameona uongozi unaenda katika mrengo wa Linda Mwananchi ambao unaongozwa na Edwin Sifuna. Na Sifuna aliweza kutangaza yeye mwenyewe, akasema liwe liwalo,
liwalo na liwe. Wale ambao wanadhani ya kwamba yeye haendi kuungana na watu wengine katika mrengo upinzani, kwa sababu wanataka Sifuna yeye mwenyewe asimame kuwania kiti cha urais, Rigathi Gachagua asimame, Kalonzo Musyoka asimame, Dr. Fred Matiang'i asimame, ili iwe njia finyu kwa mrengo upinzani kuongoza ama kumuondoa Ruto kisheria katika uchaguzi ujao wa 2027. Akasema liwe lazima wataungana ili kuwa na mwaniaji wa kiti cha urais mmoja tu, ili kumuondoa mamlakani Rais William Ruto. Unajua Ruto alipomalizana na Rigathi Gachagua aliegemea sana upande wa ODM vile inadaiwa. Akasema ikiwa atapoteza eneo la Mlima Kenya atafaidika kwa kupata kura za eneo la Nyanza, lakini Nyanza haipo. Kwa nini? ODM ilikuwa imekita mizizi eneo la Nyanza, Pwani, Northeastern kidogo hapo, Western, lakini Western hata kulikuwa na uchaguzi mdogo, ODM ilizama, ilifunga mkia. Hata kiti cha wakilishi ward MCA alifunga mkia. Number 6 out of 6 candidates, kumaanisha imepoteza umaarufu katika eneo la Western. Kwa nini? Uwepo wa Edwin Sifuna. Sifuna ndio sisi ndio Sifuna. ODM ikaenda kufukuza Sifuna, eti kwenda, hatukutaki kukuona kuendelea kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Wale wa eneo la Western wakaona, ndio mnafanyia mtoto wetu maneno, mnamfanyia madhambi ya kisiasa, lazima na sisi tutalipiza kisasi. ODM imeisha Western. Tukuje Nyanza, uwepo wa Dr. Fred Matiang'i. Kisii ilikuwa inaunga mkono mwenda zake Raila Odinga kwa muda mrefu, sasa hivi wako na mtoto wao wanamuunga mkono Dr. Fred Matiang'i. Achana na mambo ya Sifuna. Chungwa lishaoza, sasa hivi limewawanyika pande mbili. Moja imeenda kwa Edwin Sifuna, ingine imeenda kwa Oburu Odinga na Gladys Wanga, ambao wanaendelea kumdanganya Ruto eti kutamsaidia kupata kura kutoka eneo la Nyanza. Nyanza hakuna. Maybe wamsaidie tu Homa Bay, Migori, wapi tena? Sioni siaya kwa sababu ya James Orengo atazileta Linda Mwananchi. Kwa hivyo siasa zimebadilika. Ndio maana viongozi wengi wako njiani kuelekea Linda Mwananchi, kwa sababu wameona hapo ndio uongozi upo. Na sasa hivi tunataarifiwa taarifa za ndani, majina matatu yamependekezwa kutoka Western katika mrengo upinzani kwa wa Munyoro, Rigathi Gachagua. Mmoja wao atakuwa mgombea mwenza wa kiti cha urais. Wait and see. Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, na huyu mwingine alikuwa waziri katika serikali iliyopita ambaye anaitwa Eugene Wamalwa. Mmoja wao atakuwa mgombea mwenza wa yule ambaye ataungwa mkono kutoka mrengo wa upinzani. Na sasa Rigathi Gachagua alisema baada ya siku 45 wanaenda kutangaza nani atawania kiti cha urais kutoka mrengo upinzani 2027. Lakini sasa amesema liwe hawezi kutangaza, kwa sababu ameona vile mambo yalivyo watatangaza next year kabla ya mwezi wa 5 kuisha, kwa sababu kulingana na sheria na vile ratiba ipo ya tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC, kwa sababu wamegundua wakitangaza mmoja mapema hivi, hawa wengine kuna uwezekano wa kuhongwa ili waruke mrengo wa upinzani. Sasa amesema wao ni werevu, hawezi kumtangaza yule ambaye anaenda kubeberusha bendera kutoka mrengo wa upinzani. Siasa zimebadilika. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kualishwa na kuandikwa subscribe, na karibu kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Asanteni sana. Tupatane baadaye.